Karibu sana ndani ya Darajani 1995. Ni siku nyingine sana tukiwa tunakutana tena hapa hapa ndani ya kijiwe chetu cha mashabiki wa Chelsea, na hii ni podcast yako ya kwanza ya Chelsea kwa lugha adhimu sana ya Kiswahili. Hapa ni Darajani 1995, sehemu pekee ambapo unaweza kupata uchambuzi, kuweza kupata taarifa na mambo mengi sana yanayohusu Chelsea hasa kwa lugha adhimu sana ya Kiswahili. Hii ni podcast yako ya kwanza dunia nzima ambayo ninakuletea uchambuzi wote wa klabu hii pendwa, klabu hii mabingwa wa dunia kwa lugha adhimu sana Kiswahili. Na kama nilivyoada, kama nilivyokuwa kawaida, kila siku ya mechi tunakutana hapa kuweza kujadili mambo mbalimbali ambayo yametokea kwenye mechi husika, na kuweza ni kufanya ni uchanganuzi na mambo mbalimbali yaliyotokea katika mechi hiyo. Leo Chelsea tumetoka kucheza mchezo wa ligi kuu ni Uingereza ndani ya msimu huu 2025-2026, tukipata ushindi wa magoli 2-0. Clean sheet nyingine ninapatikana, magoli ya Chelsea yakifungwa na Cole Palmer ambaye alianza na akaja kutoka dakika 57. Alifunga goli kwa kupitia pasi nzuri kutoka kwa Malo Gusto, wakati pia goli la pili akija kufunga mwenye Malo Gusto akipokea pasi nzuri sana kutoka kwa Pedro Neto. Moja kwa moja kwa sababu muda nao pia sio rafiki, tuende kwenye uchambuzi kabisa. Simon, bila shaka dakika 90 nimeziangalia na nimepata wasaa mzuri ni wa kuona kile ambacho kimetokea na kufanya chambuzi zako mbalimbali. Nimeona vipi ni mchezo wote? Karibu. Kwa mchezo wote, kwanza zilikuwa ni half mbili tofauti, yaani kipindi cha kwanza, kipindi cha pili. Kipindi cha kwanza ilikuwa ni half ambayo ilikuwa ni open, timu zote zikiweza kutafuta namna kufungua safu ya upinzani na kuweza kupata matokeo. Lakini kipindi cha pili Chelsea ni kama alikuja kufunga duka lake, yaani hakucheza ule mpira ambao alicheza kipindi cha kwanza. Alikuwa anazuia na kuweza kujaribu kutengeneza nafasi ndipo zikitokea mara moja, lakini kwa lengo kubwa ilikuwa ni kulinda ule ushindi wake ambao amepata kipindi cha kwanza. Ndo utofauti ambao kwenye kipindi cha kwanza na cha pili. Na tumeona kipindi cha kwanza game imeanza, ilikuwa dominant, performance nzuri kutoka kwa beki wetu, viungo sasa Reece James alikuwa na outstanding performance. Aliweza sana kucontrol eneo la katikati hadi wale viungo walipotea kabisa katikati pale, viungo wa Everton hawakuwa na maajabu makubwa kiasi kwamba unaweza kusema kwamba wale outclass kiungo ya Chelsea katika namna moja au nyingine, na tukaweza kumanage kucontrol game, ikapelekea tukapata mpaka goli la kwanza, kitu ambacho alikuwa tukianzisha mpira Reece James akibaki nyuma kidogo karibu na mabeki. Malo Gusto alikuwa anamuona anaingia katikati, muda mwingi unamuona either ungane na Reece James au unamuona anaingia juu, anakuja kuungana na Cole Palmer huko juu kwa moment tofauti kulingana na game ilivyokuwa inaenda na speed ya ya kupeleka mashambulizi kwa timu ya Everton. Yeye kaipeleka kwa speed ikiwa ndogo, naona anaingia katikati, anakuwa karibu na James na Enzo. Yeye anatengeneza overload katikati pale. Kama kuna viungo wawili ambao walikuwa wanakuja kukaba Enzo na James, Malo Gusto akiongezeka, moja kwa moja wanakuwa watu watatu katikati. Kwa wanapata zile njia za kupiga pasi na timu kuweza kutembea. Kama timu ilikuwa inaondoka haraka, ulikuwa unamuona anakimbia haraka afu anamwacha Pedro Neto wide, yeye anaingia katikati anaungana na Cole Palmer pale. Na hii ni impelekea mpaka hata assist ya goli la kwanza. Ametoa assist pale, Cole Palmer akaenda akafunga. Hata goli la pili pia ilikuwa ni hivyo. Timu imeondoka kwa haraka, mashambulizi haraka, akakimbia akaingia kama Pedro Neto wide, akaingia katikati, Pedro Neto akampa assist na akaweza kuscore. Kwa kifupi ndo kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili ni kwamba walikuja tu kufunga duka, yani uko unaona kabisa walikuwa wanajaribu control game tu, wakiwa hawana mpira, hawaruhusu Everton watengeneze threat, wakiwa nao unaona walikuwa na rotate possession na moment moja walikuwa wanaondoka wanafika kwenye goli la Everton, lakini sio kwamba walikuwa wanahitaji matokeo kama hivyo kipindi cha kwanza. Okay, sawa. Abdul Karim, Chelsea mpaka sasa ni kama vile ninaonekana kwa namna ambavyo nikimecheza leo, labda ni swali
swali ambalo nimetamani sana kupata ni uchambuzi wake. Ni unafikiri ni mpaka sasa safu gani ambayo ndo ninaonekana nina mashaka makubwa tofauti ni na safu nyingine? Je, ni safu ya ulinzi, safu ya kiungo, au ni safu ya ushambuliaji? Wapi ndipo ambapo panatakiwa kutumiza sana kichwa ni kupatibu? Kwa mechi ya leo naona safu ambazo kidogo leo zilikuwa na zinahitaji improvement ya hali ya juu, safu mbili. Ni hasa safu ya ulinzi ya kiungo ya ulinzi pamoja na ushambuliaji pale mbele, umaliziaji. Ukiangalia ya leo tumekuwa na tatizo hilo. Hata kipindi cha pili timu ilikuwa na niseme kama moto ulikuwa unakata katikati pale, baada ya kuingia Andre Santos, naona kama aliwekeza akili yake zaidi kwenye kushambulia zile counter attack, kwenye counter zaidi kuliko kucheza katika eneo specific yake kama ilivyo chance alizopata huyu kiungo wa ushambuliaji Alejandro Garnacho. Nafasi kama 3 clear kabisa ambazo amekosa. Kwa hiyo inahitajika tena aangalie namna gani kocha amsaidie ni namna gani ya kumalizia zile nafasi ambazo anazipata. Pia ukiangalia hata leo hii ambaye alikuwa amesimama kama ni namba 9 kwa mechi ya leo, mshambuliaji wa mwisho pale Joao Pedro, angalia nafasi jinsi alivyokuwa anacheza. Alikuwa asimami kwenye nafasi, na pia hata muda mwingine anavyotakiwa atoe pasi kwa wenzake anakuwa kama na uchoyo, ana delay, anapoteza mipira kiurahisi. Kwa hiyo imesababisha mechi ya leo kuwa tumekosa nafasi nyingi, na pia tumekoswa sisi licha ya kukosa nafasi nyingi ambazo tumezipata, na pia sisi wenyewe tumekoswa. Hiyo imechangiwa zaidi na kiungo ya ulinzi ya timu yetu, ambaye alikuwa anafanya kazi zaidi alikuwa ni James peke yake. Ukimwangalia hata Enzo Fernandez kwa siku ya leo, mimi naweza nikasema alikuwa na mechi mbovu kabisa Enzo Fernandez, hata kipindi cha kwanza. Sawa. Mwenendo wa Garnacho ni kitu ambacho binafsi mimi leo sijapendezwa kwa nafasi ambazo ni amezikosa. Changamoto ya Garnacho haswa ni nini, Simon? Unafikiri wapi kunamfanya ni asiwe hivyo ni clinical sana ni mbele ya goli? Tena ni ukizingatia leo kwamba anamekosa ni nafasi ni za wazi kabisa yani naweza kusema kwamba ni issue of psychology, nikimaanisha kwamba kile kitu ambacho kina rotate kichwani mwa mtu anapofika karibu na eneo la goli ndio kitu ambacho tunakuja kukiona kama outcome. Yani akili ya mtu kama Cole Palmer akifika kwenye box ni tofauti na wachezaji wengi. Labda unaweza ukafananisha na Pedri labda. Yani akifika kwenye box ni bora mtu aje mnyang'anye mpira akiwa nao mguuni au ablock au afanye nini kuliko kufanya maamuzi ambayo hana uhakika nayo. Ndo akili ambayo Cole Palmer anayo. Lakini wachezaji wengine tuseme kwa mfano kama Garnacho na watu wengine wakifika kwenye box wenyewe wanawaza kwamba nikipiga on target nitafanya nini, nitascore. Na kitu kingine kinachangiwa na psychology kwamba labda sijafunga mechi kadhaa, inabidi nifunge. Kwa hiyo kuna vitu vingine unakuta akili inafanya either ina speed up maamuzi au inafanya slow maamuzi. Kwa hiyo kitu ambacho kinamkumba mtu kama Garnacho. Na tunaweza kusema kama ni tabia yake ama ni bado anakuwa, kwa sababu hajawahi kutuonesha kwamba ana utulivu huo, japokuwa huwa ana contribution kwenye magoli, huwa anafunga sana magoli ukionyesha na mawinga. Yaani ukiona namba zake hata alikotoka huko zio kidogo zinashawishi, lakini sio mtu ambaye
atakwambia yani atafanya kitu hata kwa season hadi useme kwamba wow, yani yule mtu anaweza kafika sehemu fulani, ila huwa ana namba, yani kupiga assist 6, magoli fulani kama 9 au 10 kwa msimu huwa ni kitu cha kawaida sana kwake. Kwa mimi naamini tukichukua hiyo strength kwamba ni mtu ambaye anaweza akatupa namba, tutamfaidi na kocha aweze kumsaidia. Kwa mfano ile pressing waliofanya pale, alafu akaenda mpira akapiga ukaenda nje pale, na mimi alikuwa anaweza kufanya kitu bora zaidi ya kile. Baada ya kupiga ule mpira na amekuja kujilaumu kwamba ule mpira ibidi kwanza atulie hata kidogo, au atafakari au ukunje zaidi, au kabla hajaupiga angeangalia goli liko wapi akaupiga ule mpira. Ila yeye alipo press, kwa sababu alikuwa anatokea upande wa kushoto na alikuwa anaona kama goli ameliacha, yani goli alikuwa analiangalia kwa pembeni yake zaidi. Kwa alipokimbia ule mpira, kumbe amekimbia mpaka amevuka sehemu ya goli, hajaangalia yeye, akaisi kama yuko katikati ya goli, akapiga ule mpira ndo ukatoka nje vile. Like kama angetuliza akili akaangalia kwamba hapa nilipokimbia nipo sawa na goli ama la, ule mpira angeweza kukwamisha kampani vizuri. Ila ni maamuzi ambayo amefanya, hajashirikisha akili yake na uhalisia uliopo katika eneo ambalo yupo. Na goli lingine ambalo amedrive mpira, akadrive akafika karibu na goalkeeper, akawaza pale, na hisi mawazo mawili yamekuja kwa wakati mmoja. Wazo either alikuwa anawaza achop ule mpira, at the same time wazo lingine ikaja kwamba piga shoot. Kwa alichokifanya pale tunasema ni kuchop shoot, akijikuta mpira umepaa ambao hata kuchopa kwa nguvu. Kwa hiyo ikaonekana kama shoot ambalo yani amechop shoot kubwa, mpira kana nini, kitu ambacho angeweza hata katulia, mara kwa sababu Joao Pedro pia alikuwa anakimbia kwenye nafasi, au angefanya maamuzi aina moja kwamba bana hapa na shoot, angeshoot mpira ungeenda kwa chini, kama goalkeeper angeblock au la asinge block ilikuwa ni goal. Kama angechop goalkeeper kwa shala chini, angechop tu kidogo mpira ukaenda wavuni moja kwa moja. Kwa hiyo alichokifanya ni kwamba yani akili yake imeoverreact katika anaanza vitu viwili kwa wakati mmoja, ndio pelekea kwa nini kupoteza ile goli. Kwa hiyo ni kitendo cha psychology ambacho akikaa kitulia, the way alivyo na pace, alivyo na ile kujiamini kwake kwamba mimi najua atafanya tu vizuri, naamini. Safu ya ukuta wa Wesley Fofana pamoja na Trevor Chalobah unaonekana kuimarika sana, na ni kama vile hakuna ni mtu anayezungumza kuhusu kumkosa Levi Colwill ni mpaka sasa hivi. Ningawa ni kunatia mashaka sana kumhusu Wesley Fofana kwa sababu amekuwa na mfululizo na kupata majeruhi. Hii ninamaanisha nini? Ni endapo Levi Colwill ni akirejea, tuseme kwamba safu ni ya ulinzi niliopo niendelee kubaki hii, au Colwill kuna namna niataendelea kubaki? Abdul Karim. Mimi naona safu ya ulinzi iliyopo kwa sasa ibaki hivi, hata kama Levi Colwill atarejea, nadhani ndio itakuwa backup nzuri kwa hao waliopo, sababu ukiangalia partnership iliyotengenezwa kwa sasa hivi ya Fofana na Chalobah ni watu ambao wanajituma, wanajituma na wanaari na wana spirit ya upambanaji. Ukiangalia wanajua ni nani asogee mbele, nani abaki, na ukiangalia interception wanazofanya, tackling wanazofanya ni za umakini. Hasa kwenye mechi ya leo, mimi moja kwa moja mchezaji bora wa mchezo wa leo mimi nampa ni Wesley Fofana kwa kazi aliyoifanya leo. Ukiangalia namna alivyokuwa ile 1v1 ile ambavyo alikuwa anaweza kuidhibiti dhidi ya washambuliaji wa Everton, ingawaje na mara chache walikuwa anafanikiwa. Pia angalia namna mipira ya juu alivyokuwa na uhodari wake, alivyokuwa anaicheza, angalia namna alivyokuwa anaingia anapoka mipira kwa wapinzani. Kwa hiyo unaona ni partnership ambayo siku zote huwa mimi mwenyewe nikiona lineup wapo Trevor Chalobah pamoja na Wesley Fofana kama center back, huwa na furahi na najua kuna kitu lazima kitatokea, kama sio clean sheet ni tunaweza tusifungwe kwenye mechi husika. Na
Ndio unaona hata kabisa golikipa wetu hana wasiwasi kwa sasa hivi akiwa ikiwa safu ya ulinzi inaongozwa na hao mabeki wetu. Golikipa wetu hana wasiwasi na anafanya na anajiamini, na unaona sasa hivi amepunguza makosa yake na anaondoka na clean sheet. Na ni miongoni mwa makipa ambao wana clean sheet nyingi kwa sasa katika mechi zetu. Kwa hiyo hii partnership ambayo ipo kwa sasa hivi, hata ikitokea Levi Colwill amerejea, kwa sababu tunajua ubora wake na yeye, kwa hiyo ni kocha tu ataamua afanye, anakuwa ni kama backup muhimu, ila kwa sasa hivi ni central midfielder kwa sasa ya Trevor Chalobah pamoja na Wesley Fofana. Moja kati ya malalamiko mengi sana ambayo mashabiki wa Chelsea wamekuwa ni wanalalamika au kuhoji ni kuhusu issue ya rotation. Ni kama vile Chelsea tumekuwa ni hatuna kikosi kimoja. Yaani unakuta leo ni mchezaji fulani ni amecheza vizuri, kesho ni anaanzia bench. Yaani anaingia ni mtu mwingine ambaye labda mechi iliyopita hakucheza kabisa. Ni kama vile kumekuwa kuna mfululizo ni kufanya ni rotation. Ipi faida na zipi ni hasara ni za kufanya ni rotation haswa kwa timu ni kwa timu yetu kama hivi? Ninacho, karibu. Nashukuru sana. Nafikiri kitu ambacho labda Enzo Maresca atakuwa anapata changamoto, swala kubwa ni the way ambavyo anafanya rotation, kwa sababu kitu ambacho anakifanya yeye ni kitu ambacho nafikiri ni mpango ambao mabosi wa Chelsea hawa wapya wameingia nao. Kwa hiyo issue ya kufanya rotation analazimika kufanya hivyo kwa sababu mabosi wanataka kupata mwishoni mwa msimu ripoti ya wachezaji ambao wataendelea kubaki na ambao watahusishwa na biashara za kuuzwa kwenye club zingine. Kwa hiyo hiki ndio kitu ambacho kinamtatiza. Nafikiri aina ya kitu ambayo aina ya kitu ambacho kinampa changamoto ni the way ambavyo anajaribu kufanya haya mabadiliko, kwa sababu ukizingatia kwenye baadhi ya michezo ambayo Chelsea inapoteza michezo hiyo, nafikiri ni anaweka namna kubwa sana ya wachezaji ambao wanakuwa hawajaanza kwenye ile first 11 ya games ambazo zinampa matokeo. Kwa mfano ukizingatia kwenye backline, nafikiri backline ambayo imecheza leo huwa ikicheza mara zote huwa tunapata matokeo kwenye michezo yote, na mara nyingi huwa anaweka kwenye michezo ambayo Chelsea unakuja tunahitaji matokeo kama mchezo wa leo. Kwa hiyo faida ya kwanza nafikiri itakuwa ni faida ya klabu kama klabu kupitisha ile chujio, kujua nani anabaki na nani anahitaji kuondoka kwenye klabu yetu. Kwa hiyo hii inawafaidisha mabosi zaidi na kuweza kulinda pia viwango vya wachezaji wao kwa wao, kwa sababu kama mchezaji atashindwa kufanikiwa ndani ya Chelsea atapata nafasi ya kwenda kwenye klabu nyingine na akafanye mpira wake huko. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya faida ambazo zinapatikana kwenye rotation, ila hasara zake ndio hivyo kama tunavyoona kwamba timu inakosa consistency, kwa sababu wale ambao wanakuwa wanaingia kwenye kinachoonekana si kikosi cha kwanza wanakuwa wanaathiri timu kwa kiwango kikubwa, kwa sababu ukizingatia mabadiliko ya wachezaji yanakuwa mengi na mwisho wa siku wachezaji wanashindwa kudeliver kile kitu ambacho kinakuwa delivered na wachezaji wenzao pindi ambapo wananani. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo vinaonekana kwenye swala la rotation nafikiri ni madaraja ambayo tayari yametengenezwa, madaraja mawili kwenye kila nafasi ndani ya kiwanja. Nafikiri eneo la juu peke yake ndio kuna baadhi ya maeneo ambayo unaona kabisa bado wanajikongoja, ukizingatia labda eneo la left wing ambalo anacheza Alejandro Garnacho pamoja na Jamie Bynoe-Gittens, ambao wote wanakuwa kuna ups and downs nyingi, japo Gittens anaonekana bado yupo chini zaidi ya mwenzake, ila kwa Neto na Estevao unaona Estevao bado anahitaji kuadapt, kwa hiyo atahitaji rotation. Ila kwenye eneo la kiungo nafikiri ni eneo ambalo kwa namna moja ama nyingine linaonekana limejisil kwa nafasi kubwa, ila kwenye backline ndo sehemu ambayo Maresca anakuwa anawakwaza mashabiki wengi kwa namna ambavyo anakuwa anafanya. Kwa hiyo tukienda faida na athari, nafikiri faida zake nimeziongelea hapo, na athari ambazo zinapatikana ndo kama hivyo, tunapoteza michezo na tutosha pointi, na ukizingatia kwenye baadhi ya games hapa nyuma tulionekana tuna mwelekeo mzuri na kuanza kutajwa kabisa kwenye mbio za ubingwa, kwa sababu kama tuliweza kumsimamisha Arsenal ambaye alikuwa anaonekana
ni kigogo mgumu kabisa ndani ya Premier League, na tukiwa na wachezaji 10 kwa takriban robo tatu ya mchezo mzima. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho mashabiki lazima wakilalamikie, ila kocha yeye nafikiri alichokisaini kwenye kandarasi atakuwa anakizingatia zaidi, na ndio maana unaona mwishoni mwa msimu anakuwa anasema. Na uzuri wa Maresca ni mmoja ya watu ambao ni wawazi sana, kwa sababu ukisikiliza hata press conference zake anakuwa muwazi ni namna gani ambavyo timu imetoka, namna gani timu ambavyo inakuwa na maendeleo kwa mchezaji na mchezaji, ni namna gani ambavyo ana manage injuries, na ni wapi tunaelekea huko kwenye misimu kadhaa au kwenye ndani ya msimu kwenye mechi na baada ya mechi. Kwa hiyo nafikiri hiki ni kitu ambacho hata mabosi wenyewe wakikaa leo wala kesho hawawezi kuwaza kumfukuza kocha huyu. Kwa hiyo tuna conclude vipi hapo? Tunasema kwamba kocha anakosea au kocha anapatia? Kwa mimi nafikiri mpaka sasa Maresca ameshaifanya kazi kubwa ambayo inatuonesha direction, na ndio maana tunaanza kuwa na kiburi hata baadhi ya games. Kwa hiyo kwa mimi naona hafanyi makosa, kwa sababu anafanya kile ambacho waajiri wake wanakuwa wamekielekeza kwake. Okay, swali la mwisho Simon. Estevao ni kama vile na yeye ameanza kushuka kiwango, au nitakuwa ninakosea nikisema hivyo? Kwa sababu sasa ninamwona kama vile kwenye game ya 3 kama sio ya 4 mfululizo, kila ninapoingia game ya Leeds ni alianza, game ya Bournemouth ni alitokea benchi, game ya Atalanta ni alitokea benchi, game ya leo pia ni ametokea benchi. Lakini kwa hizi dakika zote ni anapoingia ni kama vile amekuwa haonyeshi manufaa. Ni kwamba kocha ni anamnyima ni nafasi, ndio maana yeye pia ni anashindwa kuonyesha ni alichokuwa nacho, au ni kweli kwamba Estevao ni ameshuka kiwango? Mimi sioni kama ameshuka kiwango. Ila nachokiona ni kwamba wapinzani washasoma silaha yake kubwa, ni kwamba dogo ni dribbler mzuri, na namna ya kumkaba dribbler ni kumark, yani ile man to man, kiasi kwamba usimpe space ya yani ya kufikia na mpira hata sekunde 2-3. Ndio ambacho anafanywa dogo. Ni aidha kama amekuwin mpira anataka kudribu kuondoka, ni mtu anakaa mbele akijaribu kukati kuzunguka pale wanamvamia, alafu kiasi kwamba kimwangata kifiziki ana nguvu hivyo kwamba anaweza kaugadi mpira, kwao unakuta wanamnyang'anya. Yaani hapotezi mpira kizembe mimi ninavyoona, ila ni kwamba watu wanamfika kuchukua ile mipira. Okay, sawa. Wachezaji wa hivi Estevao timu ambayo inacheza kwa kufunguka, kwa mfano kama tumecheza na Barcelona ama ile Everton kipindi cha pili walikuwa wamefunguka vile, pale unaweza kumuona Estevao ubora, kwa sababu watani timu itakuwa na mwacha 1v1 mara nyingi na beki, kitu ambacho kwenye timu yetu sasa kama kuna mtu anamfikia kwa ubora huo kwamba 1v1 mtu ambaye anaweza kuondoka, sasa kama kuna mtu anamfikia. Okay, sawa. Lakini kama timu nyingine sana. Tumebakiwa na kama vile dakika 3 hivi kabla ni ukamilisha. Swali moja tu, na nimtanijibu kwa kifupi kabisa kwa sababu muda umetuacha. Abdul Karim, wakati tunaanza ni msimu moja kati ya wachezaji ambao walikuwa ni wanalalamikiwa au walikuwa hawapewi ni imani kuanzia na wachambuzi ni mpaka na mashabiki, ni Robert Sanchez. Kila mtu alikuwa na doubt ni uwezo wake, na kila mtu alikuwa ana question kwa yale maamuzi ambayo ni anayafanya, ambayo pia ni alikuwa ni anapelekea tufungwe magoli, lakini kwa sasa ni anaonekana ameimprove. Swali langu sasa, je, ni kipa anayeweza kutupeleka nchi ya ahadi au tumsubiri mwingine? Abdul Karim. Kwa sasa hivi mimi kusema ukweli, Robert Sanchez kwa namna anavyoonyesha performance, namna anavyofanya save zake, mimi kusema ukweli ni tumwamini, tuendelee kumwamini na tumpe muda. Inaonekana yale makosa ya msimu uliopita, zile errors zake zote kwa sasa hivi, yani unaona ni kwa asilimia kubwa sana ameimprove na amezifuta zile errors. Kwa hiyo tuendelee kumpa muda na tumwamini, na huenda ni goalkeeper ambaye atatufikisha nchi ya ahadi.
Hafiz Nacho, Robert Sanchez atatupeleka nje ya ahadi au tumsubiri mwingine? Kwa Robert Sanchez nafikiri kwa mimi natamani tuongezewe mtu mwingine zaidi, kwa sababu bado hajaniridhisha kwa 100% kwamba atatupa consistency kwa misimu mingi, kwa sababu tukiongelea nchi ya ahadi tunaongelea ile consistency ya kuanzia misimu 2 mpaka 3 kwenye kiwango hichi ambacho anajaribu kukionyesha msimu huu. Kwa hiyo hapo wewe bado ni mapenzi yako ni hapo ni kwa Mike Penders tu, au sio? Okay, Simon, Robert Sanchez atatupeleka nje ya ahadi au tumsubiri mwingine? Robert Sanchez siwezi kusema atatupeleka nchi za ahadi, kwa sababu muda ambao ametuumiza ni mrefu kuliko muda ambao anaonesha auweni. Kwa hiyo bado tumpatie muda kwanza. Okay, au ni wachambuzi wangu Ani Abdul Karim, alikuwepo pia Hafiz Nacho pamoja na Simon Barnabas. Mechi ninayofuata ni mechi ya kombe la ni kombe la Carabao, ambapo tutakuwa uwanjani tukicheza dhidi ya Cardiff City katika mechi ya hatua ya mtoano, kwa sababu hapa ni ukiteleza kidogo tu, ni ukifungwa mwanangu unaaga mashindano kama ambavyo Manyumbu aliaga mashindano. Lakini sisi mpaka sasa hivi bado tupo na tunacheza katika hatua hiyo ni robo finali, ambapo endapo tukishinda basi tutakuwa tupo katika nusu finali. Tutacheza Jumanne ya wiki hii kama UEFA, kwa sababu wiki hii UEFA haitokuwepo, kwa hiyo tutacheza kama UEFA Jumanne ya wiki hii tarehe 16 Disemba majira ya saa 5 kamili katika dimba lao la Cardiff City Stadium. Ni mechi ni robo finali. Okay, tutakutana tena Jumanne bila shaka, na tutaweza kupeana madini kama ilivyoada hapa Darajani 1125. Hakikisha ni unatufollow, una subscribe, lakini pia una share kwa ndugu jamaa na marafiki, ili waweze kujua kwamba pande hizi kuna kijio cha mashabiki wa Chelsea ambacho kinakuletea uchambuzi na taarifa nyingi sana zinazohusu Chelsea kwa lugha adhimu sana Kiswahili. Mimi ni Mr. Darajani, niseme KTBFFH, keep the blue flags flying high.